Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Bukwaya, ni kualike katika ufafanuzi wa Biblia kwa mpango, Waamuzi sura ya 3. Ni kualike tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana, asante kwa siku ya leo. Unatamani tukujue tena kwa namna nyingine na tuifahamu Biblia, tufundishe wewe upendavyo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Sura ya 3 ni mwendelezo wa sura tuliyomaliza jana, ya pili, ambayo ilishia kwamba wana wa Israeli walikuwa wakiteswa na makabila waliofikia au mataifa waliofikia, kwa sababu walipokuwa wakimkosea Mungu kwa kuabudu miungu mingine, sanamu tuliziona katika sura ya pili. Nikukumbushe yale makabila au mataifa ambayo wana wa Israeli waliteswa nayo pindi walipomkosea Mungu. Kabila la kwanza au taifa la kwanza la Wakanani, la pili Wahiti, la tatu Waamori, la 4 Waperizi, la 5 Wahivi, la 6 Wayebusi, la 7 Wagirigashi, wanaotajwa mara chache sana katika Biblia, lakini tunawaona Biblia inawataja katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 1, alafu Yoshua sura ya 3 tuliona mstari wa 10. Na hapa wanashikwa, nafasi yao hawajatajwa, nafasi yao inaonekana kwa Wafilisti. Katika ramani unaweza kaona Wafilisti wako upande wa kusini magharibi mwa ramani ya Israeli. Na wasomaji wa maandiko matakatifu, tutakuwa tumeyaona haya makabila au mataifa katika mstari wa 1 mpaka wa 6. Katika kitabu hiki tuna Waamuzi 14 kwa ujumla wake, lakini leo tunao watatu katika sura yote. Labda nikukumbushe majina ya waamuzi wote 14. Kwanza ni Othnieli, halafu Ehudi, halafu Shamgari, kuna Debora, kuna Gideon, kuna Tora, kuna Yairi, kuna Yefta, kuna Ibzani, kuna Eloni, kuna Abdoni, kuna Samsoni, kuna Eli, na mwisho tutakwenda kumuona Samueli. Sehemu ya pili ya sura hii ni kuanzia ule mstari wa 7 mpaka wa 31, ambapo anatuambia waamuzi wa kwanza wawili. Mpenzi msomaji wa maandiko matakatifu, kwa wale waliosoma na wale watakao kuja kusoma baadaye, mwamuzi wa kwanza anaitwa Othnieli, mstari wa 7 mpaka wa 11. Mtu mmoja anauliza, nini maana ya Othnieli? Othnieli, usihofu, hapa ndipo mahali pake kukujibu maswali yako ya Biblia, majina na maeneo husika katika Biblia. Othni na Eli, haya ni maneno mawili tofauti. Othni maana yake ni nguvu, na Eli ni Mungu. Maana yake Mungu ni nguvu yangu, au nguvu yangu ni Mungu. Huyo alikuwa ni mwamuzi wa kwanza kati ya waamuzi waliotumwa kwa Waisraeli ili awaokoe kutoka kwa Kushani-Rishathaim, mfalme wa Aram na Haraim. Niruhusu kwa sekunde chache nikupe maana ya jina la huyu mfalme na hili eneo mahali pale lilipo. Jina lake aliitwa Kushani-Rishathaim. Maana yake Kushani ni mtu kwa kutoka Kushi au Mesopotamia ya juu karibu na Aram ya Syria, na Rishathaim ni mkusanyiko wa maneno mawili. Rishaim maana yake ni uovu, halafu Rishathaim ni uovu mara mbili. Maana yake ni jina lenye dhihaka, likionyesha kwamba mtu mwenye uovu mara mbili. Alitawala eneo lililojulikana Aram na Haraim. Waingereza wanaita the Aram of two rivers, eneo kati ya mito miwili. Wasomaji wa Biblia bila shaka watakubaliana na mimi, hapa ni eneo la Mesopotamia, kati ya mito miwili ya Euphrates pamoja na Tigris. Ni eneo la Iraki kwa sasa. Waandishi na wafuatiliaji wa Biblia vizuri na wasomaji wa Biblia kwa mpango wataelewa maeneo haya. Mungu analeta ushindi kwa Othnieli dhidi ya mfalme huyu, na Waisraeli wanakaa miaka 40 ya amani. Waamuzi wawili wa mwisho wanaelezwa. Wa kwanza ni mstari wa 12 mpaka 30. Tunamuona Ehudi anamuua mfalme wa Moabu Egloni kwa ujanja kama tulivyouona. Halafu wa mwisho ni Shamgari, mstari wa 31, anaua Wafilisti 600 kwa kutumia konzo la ng'ombe.